Shangwe, vifijo na nderemo kwa wajumbe wa mkutano mkuu wa uchaguzi wa CWT zikiibuka. Punde tu baada ya kutangazwa kwa mteule huyo, amezungumza na wajumbe katika mkutano huo na kuonya kuvunjwa kwa makundi na kuundwa kwa CWT moja ambayo itatimiza wajibu wake wa msingi wa kuhudumia walimu. Inaweza kuvunjika, lakini likivunjika kwa nguvu inayotoka ndani ya yai, maisha ya kiumbe kifaranga kilichoko ndani ya yai kinaendelea kuwa hai. Lakini yai likivunjika kwa nguvu inayotoka nje ya yai, maisha ya kiumbe hicho yanaishia hapo. Sasa mimi ndio mwongozaji wa sentensi hiyo ambayo nimekuwa nikisema wakati wote. Tutadai maslahi na haki zetu kwa uajiri ni sawa, kwa staha, kwa akili inayoweza kuifanya nchi yetu kubaki kuwa salama na kuwa Tanzania yenye mfano kama ilivyokuwa awali kupitia chombo hiki, na kwa heshima ile tuliyopewa watu wakaona chama cha walimu Tanzania ni chama imara, ni chama bora. Nje ya kinyang'anyiro, tunazungumza na walimu wenyewe. Wanasema kwa sasa wanatarajia mageuzi makubwa ndani ya CWT, ikiwa ni pamoja na kukomeshwa kwa migogoro. Chama chetu kwa siku za karibuni kimekuwa kikipitia katika migogoro mingi. Kwa hiyo ninaamini kwa vile wao walivyoingia, kila mmoja ataenda kufanya kazi yake na kuhakikisha wanafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa, na walimu wa Tanzania wawe na imani na chama cha walimu. Wamepatikana viongozi ambao kwamba wanachama wanawahitaji. Kwa hiyo kwa sasa hivi mimi nina imani chama kitatulia na walimu watatendewa yale ambao wanahitaji. Viongozi wa wafanyakazi wakikubali kuwa rafiki wa mwajiri, huo wameuza wafanyakazi waliowachagua. Kwa hiyo ninachoweza nikakisema kwa Ikomba, ameshaweza kama makamu rais, sasa anakuwa rais. Nadhani amekuwa akihudhuria vikao, anaangalia hila za mwajiri anavyokuwa anataka kuwanyima walimu haki. Ikomba asimame imara kutetea walimu wa Tanzania. Walimu wa Tanzania wana madhira makubwa. Jumla ya wapiga kura walioripoti kwenye uchaguzi huo walikuwa ni 914, lakini waliopiga kura walikuwa ni 868. Kabla ya kukwaa nafasi hiyo, Ikomba alikuwa makamu wa rais wa CWT aliyechukua nafasi ya Dina Mathamani aliyeingia kwenye mgogoro, lakini baadaye akateuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma. George Mbara, Azam News.